Sasa ugali yenyewe hatupatii kwa sahani. Walikuwa wanatupatia tu kwa mkono hivi na wanawekelea hapo mboga. Nikaona hii maisha ni ngumu. Niliona mama yangu akiteseka, analala kwa malazi ya ngozi, najifunika sijui gunia. Hata sisi tulikuwa nalala tu chini ya ngozi tukijifunika gunia. Nikaona hii maisha ni ngumu. Nikaona wacha nitoroke. Tukaamka tu siku tukaenda paka Laitokto. Sasa tukapata hapa Wakikuyu wakatuuliza mnataka kazi? Na sisi tunasema kila mmoja akaenda njia yake. Alinioa akanipatia mimba ya kwanza, tukakaa. Nikakaa naye akakunywa sumu akakufa. Akaniatia watoto. Nikaona sasa nikitoroka nikiacha watoto wataumia. Niliwaza lakini uwezo ndio sikukuwa nayo. Sijui nilikuwa nimefungwa na mnyororo ya shetani ama ilikuwa madawa hata sijui. Sikuwa na hamu, nikuwaza tu na inafutilia mbali nakaa tu. Ndo akanielezea nitoke Nairobi nitafute gari za tarakea. Ndo nikatafuta hizo gari za tarakea, nikakuja mpaka hapo kwa mpaka. Akaniambia nikitoka tarakea niingie Ubetu. Kufika Ubetu niingie Wama Primary School. Sasa kufika hapo Wama Primary School alikuwa amenipea majina. Sasa hizo majina ndo nilifuata mpaka hapa. Nione hata masalio yake tu. Basi nikamwachia Mungu. Kanyamaza kimya. Tulifanya mila ya Kichaga. Kwa maana kila kabila na mila zake. Muda si muda huyu. Huzuni, umesema ulikuwa na huzuni. Nilikuwa na huzuni sana yani. Kila sana mkumbuka Frida wangu ameenda wapi. Mwaka inapita. Frida wangu ameenda wapi. Mwaka inapita. Nikakaa nikasahau kabisa. Sikuwa na Frida tena. Sasa kwa tunaomba saa nyingine anaanza kuomba kwa kilugha Kichaga. Ela eruva ngahemba ambulieni mwanashua kwa fondo ali mungarieni ashe undusha. Yani ndo style. Yani Mwenyezi Mungu tunaomba utusaidie huko aliko huyo mtoto wetu. Mwenyezi Mungu tunaomba ukamfungue akili yake aweze kurudi salama. Yani ndio hivyo alivyokuwa anaomba. Kila siku anaomba. Sisi hatuna lingine la kusema. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusikiliza dua zetu. Juzi ilikuwa siku ya Jumatatu. Nikaambiwa ya kwamba mdogo wangu akanipigia simu kutoka Nairobi. Akaniambia dada nikwambie kitu. Kuna mtoto wa Frida akaja nyumbani. Nikamwambia mtoto wa Frida huku kwenye miguu nasikia kutetemeka. Akaniambia dada usipepesuke sana, kaa chini kwanza nikuelezee vizuri. Nikamwambia hebu nielezee. Akaniambia amekuja mtoto anaulizia kwa bibi ni wapi. Na ni mtoto wa 4, ana miaka 26. Nikasema asante sana. Yani nilifurahi hiyo siku, kwanza sikulala. Jumatano nikaamka nikaenda kazini, lakini yani ile furaha niliyokuwa nayo hata kazi za watu sikufanya vizuri. Viongozi wa mkoa, wakandarasi, mshauri mwelekezi kwa kazi kubwa ambayo imefanyika hapa. Wakati marais wetu wa Tanzania, Kenya na Uganda walipokubaliana kuomba nchi zetu tatu ziwe wenyeji wa michuano ya AFCON ya mwakani, walifanya commitment ya mambo makubwa. Waliahidi kwamba mambo ambayo watayatekeleza kuhakikisha jambo linafanikiwa. Na rais wetu, moja ya mambo ambayo Rais Samia aliahidi ni kujengwa kwa viwanja vipya kikiwemo hiki cha hapa. Na nitumia nafasi hii kutoa wito tu wa agizo lilotoa Mheshimiwa Rais kuhusu kukamilika kwa hizi barabara zinazokuja hapa. Ni muhimu agizo la rais lifanywe kazi kwa nguvu sana, kuhakikisha kwamba tunalinda heshima ya nchi yetu, lakini pia heshima ya rais wetu. Sisi tumeanza.